Bwana, hii ni siku nyingine tena nimekuletea stories za burudani, nami ni Noekan for everybody the most presenter, you feel me. Na moja ya story ambayo nimekupitishia leo katika Sema Africa Media ni Law ya Ciara na Diamond imeingia katika chati za Billboard bwana, au sio? Wimbo huu bwana umeingia rasmi katika muziki wa Marekani, au sio, na umeshika nafasi ya 37 kwenye Billboard mainstream bwana, na hii ni hatua kubwa kwa muziki wa Tanzania bwana, au sio? Na tunaona Diamond Platnumz anaendelea kuipeleka bendera ya Bongo Flava mbele kabisa bwana. Hii ni support kubwa ambayo tunapata kutoka kwa msanii wa hapa Tanzania Diamond Platnumz, akiendelea kutuwakilisha wasanii wa Bongo Flava na kupeperusha bendera ya Tanzania, au sio bwana? Hiyo ni moja ya story, na story nyingine hapa nakupitishia leo ni mrembo anayefahamika kwa jina la Rose Mwanga, au sio? Ameitwa na polisi baada ya kumpiga picha msanii Harmonize akiwa amelala bila ridhaa yake. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rose amekiri kufanya kosa hilo na kuomba radhi hadharani kwa kitendo hicho, akisema amejifunza kutokana na tukio hilo bwana, au sio? Na hii ni Sema Africa Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment pale YouTube. Tunapatikana mitandao yote ya kijamii, nami ni Noekan for everybody the most presenter. Sipo peke yangu bwana, naungana na mwenzangu Kiko Raiza kwa taarifa nyingi za burudani, au sio? Bwana, umetoka kumsikiliza Noekan, na mimi hapa ni Kiko Raiza. Tunapo katika mwendelezo wako wa stories za entertainment, unajua. Mama Amina ameweza kukutana kwa mara ya kwanza na Diamond Platnumz. Na hii imeleta taswira fulani hivi ya kipekee kwa sababu imeweza kuonyesha kwa wasanii wakubwa hawajawezi kwa wanawasupport wasanii wadogo kama Mama Amina kwa Diamond alipokutana. Ilikuwa labda kidogo ingeleta muonekano wa kitofauti, labda Diamond angeleta majivuno au kujisikia. Lakini hapana bwana, Mama Amina ameweza kumuita Diamond na Diamond amesikiliza ule wito. Wamekutana, wamehug, pia wameweza kupiga picha pamoja katika show ya Mheshimiwa Mama Samia pale mitaa Tabata Kinyerezi. Lakini pia video ya Amanda, official video imeweza kuachiliwa leo majira ya saa 10. Tumeona Zuchu mwenyewe aliachia visualizers tu, hakuweza kuachia video official, lakini rasmi sasa ameweza kuachilia goma la Amanda video official. Pia tunagonga visa, tunavuka boda, tunakwenda kuangalia rapper wa Marekani MC Cole ambaye alishirikiana na kuandika na kushirikiana na Chris Brown katika wimbo wao wa Deus wa mwaka 2010 ambao amejikuta akimwaga machozi katika podcast ya Black Oat Fig baada ya kuweka wazi kwamba sasa anategemea msaada wa chakula wa serikali bwana EBT. Ili Chris Brown alifanya vizuri katika show yake ambayo iliitwa Breeze Bowl. Imepata mafanikio makubwa sana kifedha, mapato ikiongeza zaidi ya dola milioni 80. So unajua, Kevin MC Cole anasema kuwa anamdai Chris Brown takriban kiasi cha shilingi US dollars 25k, ambayo kwa Tanzania hapa ni Tanzanian shillings milioni 61.7. So unajua, na kusema kwamba Chris Brown yani alifikiria kwamba Chris Brown ni mtu ambaye anaweza akamsaidia. Kumbuka Kevin MC Cole alikuwa chini ya lebo ya Chris Brown CBE, na wamekwisha shirikiana kwenye nyimbo kama Deus, Trip na pamoja na No Bullshit. So unajua, 2016 Kevin MC Cole 2016 Kevin MC Cole yani aliibuka mtandaoni na kuomba anaomba kutolewa katika lebo ya Chris Brown. Pia baada ya kukosa maelewano ya kibiashara na bosi wake, Kevin aliandika, nilijaribu kufanya biashara ya kimuziki kiukubwa, lakini ukaribu wangu umenifanya nizalilike. Kisha Breeze akajibu, endelea kubobwaja Kevin, mimi ninaweza hizo fujo za mtaani kuliko niwezavyo muziki. Endelea kulopoka uone utakapofeli. Bana, mimi ni Kiko Raiza, ulikuwa na Noekan hapo mwanzo. Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha entertainment katika media Sema Africa Media. Usisahau kushare, kulike, kusubscribe pia na kudondosha komenti yako katika mitandao ya kijamii ili kuweza kuwa wa kwanza kupata taarifa mpya.